Mkubwa Ramadhani Mbwaduke, mzee wa data, mzee wa small details. Yeah. Leo tumepata bahati ya kuwa naye kwenye YouTube chetu hapa, atubariki leo kaka mkubwa. Bwana, kuna Kariakoo Derby inaelekea, tuna dirisha la usajili, lakini stori kubwa ambayo tumeamka nayo leo ni ya Selemani Mwalimu. Kwako umeipokeaje? Ni surprise kubwa ambayo kwangu mimi naiangalia katika maeneo mawili. La kwanza ni kwamba Selemani Mwalimu Gomez alishatambulishwa na Wekundu wa Msimbazi Simba tarehe 8. Miongoni mwa wachezaji wapya waliotambulishwa ni pamoja naye, na alizungumza kupitia video, akaibua shangwe kubwa, mashabiki wakafurahi kwenye uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam. Sasa hakukuwa na matarajio kwamba kati ya wachezaji ambao Yanga watakuja kuwatangaza tena atakuwepo Selemani Mwalimu kutoka kwa mtani wa jadi Simba. Ikumbukwe Selemani Mwalimu ni mchezaji wa Wydad Casablanca. Msimu uliopita alichezea Simba kama mchezaji wa mkopo na alifanya vizuri sana. Akaenda Wydad, kukawa na story nyingi hapa kati, lakini mwishowe Simba kwa kile walichokifanya siku ya Simba Day katika kuwatambulisha wachezaji naye kumtaja, ikaonekana kana kwamba tayari wameshashughulikia swala hilo vizuri na kwamba anakwenda kuungana na Ibrahim Dumbia kama miongoni mwa washambuliaji wa Simba wa kiasili. Sasa kitendo cha kutambulishwa na rais wa Yanga Injinia Hersi Said kwamba ni miongoni mwa wachezaji wapya wa Yanga, miongoni mwa wachezaji wa ushambuliaji ambao kocha Mang'omba Mngiti anakwenda kuwa nao kwa msimu wa 2026-27 ni surprise kwangu, na bila shaka kwa watazamaji pia ni surprise. Lakini surprise ya pili ni kwamba Yanga kwa wachezaji ambao waliwatambulisha siku inayofuata tarehe 9 kwenye uwanja wa Uhuru, Yanga Day kwenye kilele chake, kwenye ushambuliaji walimtangaza Peter Shalulile, mchezaji ambaye amemtoa kutoka katika klabu ya Mamelodi Sundowns ambako alikuwa amehitimisha mkataba wake wa kuitumikia timu hiyo kwa takriban misimu 6. Maana Shalulile alikuwa Mamelodi Sundowns tangu 2020-2021. Walimtambulisha Sheikh Ibrahima Toure kutoka klabu ya Al Jabalain ya Championship, ligi ya Championship kule Saudi Arabia. Yeye urefu 96 na inchi 2, alitajwa kwa miongoni mwa wachezaji wa Yanga eneo la ushambuliaji. Kumbukwe huyu ni raia wa Ufaransa mwenye asili ya Senegal. Lakini vile vile alitambulishwa Clement Mzize Walid ambaye ameanza kujifua na timu yake hivi karibuni. Tunakumbuka vizuri Mzize ni miongoni mwa wachezaji nyota wa Yanga. Msimu wa 2024-25 alikuwa ndiye top scorer wa Yanga kwenye ligi kuu akiwa amefunga mabao 14, assist 5, akichangia mabao 19 kati ya mabao 83 waliofunga Yanga msimu wa 2024-2025. Msimu uliomalizika 25-26 hakuonekana sana baada ya kuumia, lakini ameanza kujifua, ametangazwa kwa washambuliaji wa viwango vya juu watatu. Mzize akiwa na rekodi ya kufunga bao bora katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika CAF yumo. Kwa hiyo uliona kana kwamba wachezaji bora eneo la ushambuliaji, washambuliaji wa kiasili watatu. Depu alikuwa ni miongoni mwa wachezaji wa Yanga katika eneo la ushambuliaji, lakini kulikuwa na tetesi kwamba anakwenda klabu ya Petro Atletico ya Angola, biashara inaenda kufanyika. Lakini bado hao washambuliaji watatu ni kama vile Yanga tayari wameshiba vya kutosha eneo la kushambulia. Sasa kutangazwa kwa Selemani Mwalimu Gomez, maana yake hii ni surprise nyingine, kwa sababu ilitarajiwa pengine katika wachezaji tukotajwa Yanga asiwepo mshambuliaji, labda nafasi nyingine, lakini kumbe kocha Mang'omba Mngiti ana jicho lingine, anakwenda kuimarisha zaidi kwenye bakora yake katika kuwadhuru wapinzani eneo la mwisho, kwenda kuongeza ushindani. Sasa hizi ndio surprise mbili kwangu mimi naziona, ambazo mwisho wa siku inaweza ikampa kazi ngumu sasa kocha Steve Barker kurudi tena sokoni kutafuta mchezaji mwenye ushambuliaji kiasili. Ingawa tuliona katika msimu uliomalizika yeye wakati mwingine ni muumini wa kutumia false 9, mshambuliaji wa bandia, lakini hata hivyo ilikuwa anaanza na mshambuliaji wa bandia, kipindi cha pili anamuingiza Gomez anafanya mambo. Tunakumbuka vizuri kuna mechi alikuwa anaanza Jospin Loemba kama mshambuliaji wa bandia, akianza na mfumo baada ya golikipa, walinzi 4, viungo 3, washambuliaji 3. Yule katikati ni mshambuliaji bandia. Wakati mwingine alikuwa anacheza Elie Mpanzu Kibisawala kama mshambuliaji wa bandia. Upande mmoja anakuwa Polibasige, upande mwingine Anise Ura, Mpanzu anakuwa katikati. Wakishawachosha wapinzani, kipindi cha pili anaingiza Selemani Mwalimu Gomez, hana mambo mengi, anajua pa kusimama nyuma ya mabeki timu pinzani, anafunga. Lakini kuwa na Ibrahim Dumbia peke yake ambaye ni mshambuliaji, mchezaji mfungaji bora katika ligi kuu ya Mali msimu uliomalizika, bao 17, assist 4, akisaidia timu yake ya Korofina kufunga mabao 28, yeye akichangia mabao 21, 75%. Dumbia urefu around
futi 6, amekuwa na kiwango kizuri, lakini ndani ya Simba tangu atambulishwe ameonyesha baadhi ya mambo mazuri, lakini mengine yanamhitaji muda aendelee kuadopt team, kuendelea kuelewana na wenzake ili awalipe, aonyeshe kile ambacho amekionyesha katika ligi kuu ya Mali. Sasa Selemani Mwalimu alikuwa ndiye top scorer wa Simba katika ligi kuu Tanzania bara msimu uliomalizika. Hakucheza mechi nyingi, alicheza mechi 24 kati ya 30. Dakika 1169. Mwamba akapiga mashuti 25. 14 on target, maana yake shooting accuracy 52%. Akafunga mabao 9, katoa assist 1, kachangia mabao 10 kati ya mabao 54 waliofunga Simba katika ligi nzima, ambao ni mchango wa mabao wa around 19%. Kwa sababu Simba walimaliza ligi na mabao 54, wakiwa ndio timu ya pili kufunga mabao mengi baada ya Yanga kufunga mabao 71. Walimaliza nafasi ya pili, point 73, Yanga point 75. Sasa aliyechangia Simba kupata matokeo mazuri ni pamoja na Gomez aliyekuwa top scorer, kwa sababu ndani ya Simba kwenye ligi kuu Libasi Gea alifunga mabao 7. Elie Pazuki Bisala alifunga mabao 7, japo yeye alikuwa top assist provider, assist 10. Anise Ura mabao 6, Chama mabao 6. Alimaliza ligi na mabao 8, lakini mawili aliyafunga Singida Black Stars. Kwa hiyo unaona ni kwa nini Simba walikuwa wanamhitaji sana, na ndio maana walimtambulisha kwa mbwembwe, shangwe zikaibuka kubwa. Ahmed Ali mkuu wa idara ya habari na mawasiliano kwa umma, wakati akimtambulisha alisema wapinzani wao wamehangaika vya kutosha kujaribu kumshawishi atoke Simba, lakini wao wamefanikisha dili. Sasa kitendo cha kutambulishwa Yanga maana yake inaweza ikawa pigo kiasi fulani kwa benchi la ufundi la Simba, kwa sababu watalazimika kwenye mipango yao, kwa sababu tayari walikuwa na Dumbia, wana Selemani Mwalimu Gomez. Sasa itabidi wamtafute Gomez mwingine ama kwa kiwango chake au zaidi, ili kumwezesha kocha Steve Barker kutimiza mipango yake kwa msimu wa 2026-2027, kufukuzia taji la ligi kuu Tanzania bara walilolikosa kwa misimu mitano mfululizo, likiangukia mikononi mwa watani zao jadi Yanga. Kombe la shirikisho la benki CRDB kulitoa tena kwa mara ya pili mfululizo. Kombe la Muungano kulitoa tena kwa mara ya pili mfululizo, mataji ambayo yalikuwa yametwaliwa na Yanga watani zao jadi msimu uliomalizika wakayabeba. Sasa watahitaji kuyapata tena, lakini kubwa zaidi Simba kufika mbali zaidi kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika baada ya msimu uliomalizika kumaliza ya mwisho kwenye kundi lao, vinara wakiwa Stade Malien wakifuatia Esperance de Tunis wakaenda robo, Petro Atletico wakashika nafasi ya 3, wao wakawa nafasi ya mwisho, ili kuchomoka kule kwenda walau hatua za mtoano, robo finali, nusu finali na ubingwa ikibidi. Kocha Steve Barker atahitaji washambuliaji wazuri, anao wazuri akiwemo Ibrahim Dumbia, lakini atahitaji kuwa na mzuri mwingine ili kuwe na ushindani katika nafasi ya mshambuliaji kiasili. Lakini kwa Yanga kumpata Selemani Mwalimu Gomez maana yake kuna muongezea nguvu kocha Mangoba Mngiti katika mipango yake. Akiamua kutumia mshambuliaji mmoja atafanya awe na mawanda mapana, amchague yupi. Ni changamoto ambayo makocha huipenda, kwamba una wachezaji wengi wazuri katika nafasi moja. Ni changamoto, ni tatizo, lakini tatizo linalopendwa na makocha. Maana atakuwa na Gomez, ana Mzizi akiwa fiti, Shalulile akiwa fiti, Sheikh Ibrahim Atoe akiwa fiti. Anachukua mmoja tu katika mfumo, baada ya golikipa kunakuwa na walinzi 4, viungo wale ukabaji 3 washambuliaji, mshambuliaji kinara mmoja. Akitumia washambuliaji wawili, maana ni mfumo ambao pia anatumia alikotoka Golden Arrows, Mamelodi Sundowns. Baada ya golikipa anakuwa na walinzi 4, viungo 3, alafu anakuwa na kiungo mmoja, juu ana washambuliaji wawili kama miba samaki. Akiwa na washambuliaji wawili au 4-4-2, kwa maana baada ya golikipa walinzi 4, viungo 4, washambuliaji wawili, anakuwa bado ana mawanda mapana kati ya washambuliaji wa kiasili 4, Mzize, Gomez, Toure pamoja na Shalulile achukue wawili. Inazidi kumpa nguvu kushiriki michuano mbalimbali ambayo Yanga wanashiriki mingi na wanataka fike mbali, kwa maana ya ligi kuu Tanzania bara, kutoa taji la 6 mfululizo, kurejesha taji la kombe la shirikisho la benki CRDB, kombe la Muungano, lakini kufika mbali zaidi kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika ambako kwa misimu miwili mfululizo wanaishia hatua ya makundi nafasi ya 3, pointi 8, mabao ya kufunga 5 mara 2 mfululizo katika misimu iliyopita. Watatamani watoke. Malengo yao kufika walau robo finali ligi ya mabingwa. Ili ufike robo finali uende mbali, lazima uwe na washambuliaji bora na wanao. Changamoto hazikosekani. Kuwapo kwa Selemani Mwalimu Gomez, maana yake yeye mwenye Gomez kwanza kunampa changamoto ya ushindani wa nafasi ya kucheza. Sababu nimetoka kueleza, Mwalimu hata akitumia washambuliaji wawili itabidi wasubiri nje. Sasa Mzizi akiwa fit, ambaye tayari ameshathibitisha ubora ndani ya Yanga, akiwa fit, Shalulile all time goal scorer katika ligi kuu Afrika Kusini, mabao 130 akifuatiwa na Siabonga Nomvet katika rekodi za ligi kuu Afrika Kusini tangu ianzishwe kwa utaratibu wa sasa PSL. Yeye ndio all time goal scorer.
ni all time goal scorer Shaulile katika michuano ya FA ya Afrika Kusini maarufu kama Nedbank, ana mabao 14. Kwenye PSL mabao 130. Ndio all time goal scorer timu ya taifa ya Namibia, yeye ndiye ana mabao 20+. Ashawahi kuwa top scorer katika ligi ya mabingwa barani Afrika 2022-2023, mabao 6, assist 1. Tayari kwenye siku ya Yanga Day ameonyesha yeye ni mchezaji wa namna gani. Anajua jinsi ya kuwaghilibu walinzi wa timu pinzani kwenda nyuma na kufunga. Alifunga bao la mkwaju wa penalty, ambayo penalty alisababisha yeye mechi dhidi ya Igla du Congo. Akiwa fiti anamshawishi mwalimu Mang'oba Mngiti. Lakini unazungumzia Sheikh Ibrahima Toure, urefu 66 na inchi 2. Championship, ligi ya Championship ya Saudi Arabia msimu uliomalizika, mechi 34, kapiga mashuti 82, kafunga goli 19, assist 5, au mabao 19, 5 ya kichwa, 5 mguu wa kulia, 9 mguu wa kushoto. Yuko vizuri, akiwa kwenye kiwango chake bora. Gomez lazima mshawishi sana mwalimu Mang'oba Mngiti, ampe nafasi yeye endapo anatumia mshambuliaji mmoja, bila kumsahau Mzize nimetoka kuelezea. Akitumia wawili bado pia apambane, lakini yeye ameshathibitisha ubora akiwa Fountain Gate, akiwa Wydad akapata nafasi ya kucheza kombe la dunia la klabu la FIFA, ana exposure ya kutosha. Ndani ya Simba muda mfupi nimetoka kueleza akafanya vizuri. Ndani ya Yanga ambayo ina wapishi wengi, kina Alan Okello, kina Maxim Pia Zengeli, Mudathir Abbas, Duke Oga Abuya, Fred Juva Ngoma, walizoa pembeni kina Mohamed Hussein Shabalala, Kwasi Atula yao, Shadrack Sakaboka, Abdulnasir Mohamed Gamal. Muda wote wanapanda, wanakuwa viungo ushambuliaji, wanakuwa playmaker pindi wanaposhambulia. Inaongeza nasibu ya yeye kufunga akipata nafasi ya kucheza. Wana mambo mengi mazuri, lakini changamoto kwake ni kuendeleza kile ambacho ameshakionyesha alikotoka Simba, Wydad, Fountain Gate, ikibidi kuongeza zaidi, kwa sababu ushindani wa namba uko mkubwa, ambao mwisho wa siku ni afya kwake, kwa sababu tutamfanya aimarishe kiwango chake. Ni afya kwa Yanga, hasa kwa kocha wao Mang'oba Mngiti, kwa sababu anakuwa na mawanda mapana ya uteuzi. Lakini asipokuwa makini kwenye eneo hili la ushindani, wasipotanguliza weledi, inatengeza figisu, kwa sababu kila mmoja anajiona ana nafasi ya kucheza. Shaulila anaona anapaswa kucheza, Toure anaona anapaswa kucheza, Mzize akiwa fit anapaswa kucheza, yeye Gomez anapaswa kucheza. Mwalimu yeyote atakayemweka pembeni asipokuwa mweledi, panatengeneza figisu kwa kujiona kwamba upate nafasi ya kucheza wakati ubora unao. Lakini all in all, mazuri ni mengi kuliko hizi changamoto zilizotoka kuzieleza. Itakuwa vipi? Ni swala kusubiri na kuona. Mbwaduke, unachimba sana data kuelekea mechi ya Simba na Yanga ambayo inachezwa siku ya kesho. Walimu wote wawili unawafahamu, washakutana ligi ya Afrika Kusini. Data zako zinasemaje? Walimu hao wamekutana katika namna ambayo wote kwa namna tofauti tofauti walikuwa wanaonyesha kwenye mchezo kwamba wanaweza kuwa timu ya kwanza, wanaweza kuwa timu ya pili. Ila matokeo katika mechi 4 za mwisho nilizofuatilia mimi, alikuwa mshindi alikuwa ni Steve Barker. Kwa hiyo mechi hii inaweza katoa fursa sasa kwa kocha Mang'oba Mngiti kupindua meza, wala naye apate ushindi. Lakini kwa ujumla, baadhi ya vyanzo nilivyofuatilia, mechi 9 walizokutana, Mang'oba Mngiti ameshinda 4, Steve Barker ameshinda 5. Kwa bado Steve Barker rekodi zake zinaonyesha kwamba yeye ameshinda zaidi, akiwa na Stellenbosch, Mang'oba Mngiti akiwa katika timu tofauti tofauti, Mamelodi, Golden Arrows. Kwa mfano, katika mechi 2 zilizopita zilikuwa katika PSL nilizofuatilia mimi, Mang'oba Mngiti akiwa na Golden Arrows, Steve Barker akiwa na Stellenbosch. Mechi ilichezwa tarehe 3 mwezi wa 5, kwa mfano msimu ule sasa wa 24-25. Wakati huo Mang'oba Mngiti alishatoka Mamelodi, alitoka kutambulishwa mwezi wa 3, mwezi wa 5 wakakutana. Mang'oba Mngiti katika mechi hiyo alizidiwa umiliki wa mpira, kwa sababu Stellenbosch ya Steve Barker ikiwa na miongoni mwa mabeki wake yupo Ismail Olivier Toure, yule ambaye yupo hivi sasa ndani ya Simba. Walimiliki mpira 52%. Stellenbosch, Mang'oba Mngiti na Golden Arrows miliki mpira 48%, wakafungwa 3-0 kwa maana Golden Arrows. Lakini mechi nyingine tena walikuja kukutana tarehe 22 mwezi wa 10, Mang'oba Mngiti akapoteza tena. Safari hii alipoteza 4-3 mbele ya Steve Barker na timu yake ya Stellenbosch, yeye akiwa Golden Arrows. Ni katika mechi ambayo umiliki wa mpira ulikuwa kwa Mang'oba Mngiti na timu yake ya Golden Arrows, ikimiliki mpira kwa 60%, lakini ni mechi ambayo Golden Arrows walipiga mashuti 5 on target, Stellenbosch walipiga mashuti ya kulenga shabaha 7 kati ya mashuti 18 walio attempt. Matokeo yake Steve Barker na Stellenbosch yake wakashinda 4-3, kwa sababu
walikuwa wanashambulia zaidi kutokea chini. Wao mashambulizi ya kujibu walikuwa wazuri sana kwenye counter attacks. Kwa walimwachia Golden Arrows, walimwachia Mang'oba Mnyiti amiliki zaidi mpira, wakamdhuru kwa mashambulizi ya kujibu 4-3. Ilikuwa ni mabao 7 katika mechi hiyo. Kwa hiyo ukichanganya na ile mechi ya kwanza unagundua kwamba zile mechi mbili ndio zimeteza mabao 7, wakati Mnyiti timu yake ikifunga mabao 3. Lakini nakumbuka pia walishakutana katika kombe la MTN, wakati huo Mang'oba Mnyiti akiwa ameitoa Mamelodi Sundowns kutoka kwa Roland Mokwena. Mechi ya kwanza walicheza tarehe 28 mwezi wa 8, ilikuwa ni 2023-24. Walipokutana walifungwa Mamelodi Sundowns na Stellenbosch ya Steve Barker. Tarehe 1 mwezi wa 9 walikutana tena, walifungwa tena Mamelodi na Steve Barker Stellenbosch. Katika kikosi cha Mamelodi ambacho Mang'oba Mnyiti alitumia, Shalulile alikuwepo, walikuwepo kina Marcelo Ayende, walikuwepo kina Kuliso Mudau, walikuwepo kina Aubrey Modiba, walikuwepo wachezaji nyota kadhaa, Teboho Mokoena. Lakini Steve Barker hakujihusisha kabisa katika umiliki wa mpira katika mechi dhidi ya Mamelodi, kwa sababu anajua hatari yake. Mamelodi chini ya Mang'oba Mnyiti ilikuwa inamiliki sana mpira kama ilivyo kawaida ya Mamelodi. Alipoteza Mang'oba Mnyiti. Nazikumbuka baadhi ya mechi ambazo Mang'oba akiwa sasa head coach wa Mamelodi, ingawa alikuja kuondoka, ndipo akaingia Miguel Cardoso ambaye walipokutana tena Stellenbosch, Steve Barker akafungwa. Lakini katika msimu huo kwenye ligi pia, wakati Mamelodi ikiwa na Roland Mokwena, Steve Barker alifungwa na Mamelodi ya Roland Mokwena. Alibahatika kushinda Mamelodi ya Mang'oba Mnyiti. Sasa hizi ni baadhi tu, walipokutana wanajuana. Kwa sababu hiyo inatenza nini? Ni kwamba kocha Mang'oba Mnyiti kuna cha kujificha moyoni kwamba Steve Barker mpinzani wake wamekutana katika mechi nyingi, basi ni wakati amtandike. Lakini Steve Barker anamjua Mang'oba Mnyiti, hawa ni miongoni mwa makocha bora wazao Afrika Kusini, anamjua na afanye nini ili apate matokeo. Sasa mbinu za makocha wote wawili zina nafasi yake, lakini mwisho wa siku Yanga ni Yanga, Simba ni Simba. Sio Stellenbosch, sio Mamelodi, sio Stellenbosch, sio Golden Arrows. Wako ardhi ya Tanzania, ni timu ambazo zina mengi zaidi ya mabenchi ya ufundi katika kupata matokeo, ikiwemo hamasa kwa wachezaji husika. Kwa hiyo wote wawili wanaweza kuwa na mipango tofauti tofauti, siwezi kutabiri, kwa sababu katika mechi walizokutana kuna wakati mmoja anakubali kuwa timu ya kwanza, mwingine timu ya pili, ana sit back. Lakini zipo ambazo mmoja anakubali kuwa yeye ndio dominant katika mechi. Kwa hiyo ni swala kusubiri tu na kuona hiyo saa 2:30 usiku, kuanzia saa 2:30 usiku kwenye uwanja wa New Amani Complex, kuona kitakachotokea, kwa sababu maeneo mengi ya mvuto, lakini mojawapo ni hii tactical battle ya Mang'oba Mnyiti dhidi ya Steve Barker. Steve Barker akiwa na Simba hivi karibuni tumemshuhudia mara nyingi, anaweza akaanza na false 9, akawa na kipa, walinzi 4, viungo 3, washambuliaji 3, mpanzo akawa false 9 wake. Lakini anaweza akamchezesha sasa mshambuliaji kinara Ibrahim Dumbia, hapo tabadilisha na kuwa ni 4-2-3-1, kwa maana viungo wale ukabaji 3 washambuliaji, mshambuliaji kinara 1. Ni mfumo ambao Yanga pia hutumia sana, 4-2-3-1. Lakini Mang'oba Mnyiti katika kuongoza Golden Arrows Mamelodi wakati mwingine hutumia, baada ya golikipa, walinzi 4, viungo 3, kiungo 1, washambuliaji 2, mmoja anakuwa nyuma ya washambuliaji 2. Kwa mfano kwa Mamelodi alikuwa pale, huyo mmoja nyuma wa 2 alikuwa wakati mwingine anacheza Lucas Ribeiro, ambaye hivi sasa yupo tena Mamelodi, ni Brazil yule. Alafu mbele Peter Shalulile yupo na Tashrik Matthew. Msimu wa 2023-24, yes, ni katika msimu ambao kuna nyakati wakati yeye anaongoza kama kocha mkuu alikuwa anatumia mtindo huu. Ni msimu ambao Peter Shalulile alifunga goli 9, assist 1. Lucas Ribeiro alifunga goli 8, assist 4. Halafu Tashrik Matthew alifunga goli 8, assist 4. Lucas Ribeiro alifunga goli 12, assist 4. Kwa lugha nyingine alichangia mabao 16. Wote kwa pamoja, Shalulile, Lucas Ribeiro pamoja na Tashrik Matthew kwa ujumla walichangia mabao 38 kati ya mabao 52 ya Mamelodi Sundowns, mchango wa mabao around 73%, kwa mtindo huu wa kwamba mbele washambuliaji 2, nyuma na kwa kiungo mmoja. Pale Lucas Ribeiro wakati mwingine alikuwa anacheza Marcelo Ayende kwa mtindo huu. Kwa hiyo ananyumbulika, wakati mwingine ni 4-2-3-1, wakati mwingine 4-4-2, inategemeana.
ni eneo ambalo litakuwa na mvuto aina yake. Nikushukuru sana kaka mkubwa. Shukrani jazila.